Karibu katika Matukio Daima habari kwa siku hii ya leo. Hapa ni muhtasari wake. Bruce Kasbet akana tuhuma za kushawishi viongozi wa chama chake kuhama. Taarifa inasema tuko mkoani Arusha, tumeweka kempu kwa ajili ya kufanya ushawishi au kurubuni wanachama wa Chama cha Demokrasia kwa kuwatengenezea story kwamba chama kinaenda kufutwa. Jackson Kiswaga asema ongezeko la mafuta kwa Tanzania ni dogo ukilinganisha na nchi nyingine. Nimeona maneno mengi kwenye mitandao kuhusiana na bei za mafuta. Ndugu zangu wa Tanzania, kwanza mkubali kabisa kwamba sisi kama nchi serikali yetu imeongeza bei za mafuta kidogo ukilinganisha na namna majirani walivyoongeza. Nilikuwa naangalia wenzetu Kenya, kwa mfano petroli wameongeza kwa inafika sasa 5450. Na katika michezo, Shafi Dauda aipongeza Wireless kwa mashindano ya kuibua vipaji kwa vijana. Najua kuna changamoto nyingi ambazo tunazipitia, lakini mimi nikwambie usikate tamaa, inabidi uwe focus na basi nzuri. Uko na viongozi hapa Mzee Tambwe, na mimi ni mtu sahihi kabisa kuongoza na viongozi. Habari za kutwa popote pale unapotutazama mtazamaji wa Matukio Daima Media. Hii ni Matukio Daima habari. Langu jina ni Shamia Rajabu. Na mimi ni Emmanuel Manonga. Karibu tuwe sote kuanzia mwanzo mpaka tamati wa taarifa hii ya habari. Na tukianzia mkoani Iringa ambapo kufuatia tuhuma zinazosambaa katika mitandao ya kijamii na Hilda Newton zikidai kuwa baadhi ya viongozi wa Chadema wanawashawishi wenzao kuhama kwa madai kwamba chama kinaelekea kufutwa. Akizungumza na waandishi wa habari, Bruce Kasbet ambaye ni mwenyekiti kamati ya uenezi kanda ya Nyasa amesema tuhuma hizo si za kweli na kusisitiza kuwa wahusika halisi wawajibishwe kwa kuwashutumu viongozi wenzao. Kuna taarifa imesambazwa mtandaoni na mwanachadema mwenzangu anaitwa Hilda Newton. Taarifa inasema, nitaenda kwa kifupi kwa sababu sitafikiri kuwa na place ndefu sana, kwa nitajaribu kutoa briefing kwa kidogo tu kwa sababu ni taarifa ya ufafanuzi. Taarifa inatolewa na mwanachama mwenzangu ambaye nafikiri ni mjumbe wa mkutano mkuu, anaitwa Hilda Newton. Taarifa inasema kwamba tahadhari wananchi wanachama wawe na tahadhari dhidi yangu mimi, nimetajwa kwa jina, na ndugu Daniel Naftali ambaye naye ni mwanachama hai mpaka muda huu tunavyoongea, mwanachama wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo. Taarifa inasema tuko mkoani Arusha, tumeweka kempu kwa ajili ya kufanya ushawishi au kurubuni wanachama wa Chama cha Demokrasia kwa kuwatengenezea story kwamba chama kinaenda kufutwa. Kwa hiyo tunawarubuni hususan viongozi kwa kuwapa fedha na kwamba tumeweka kempu mkoani Arusha. Sasa taarifa hizi zimezua taharuki kubwa sana, na kwangu mimi zimeniletea usumbufu. Kwa hiyo nikaona lazima tu clarify jambo hili, tuliweke wazi ili kuondoa sintofahamu, kwa sababu mimi nina image ya kuwa mwanachama lakini pia ni kiongozi wa chama cha Demokrasia na Maendeleo. Mimi nina takriban wiki mbili niko mkoani Iringa kwa sababu Iringa ni nyumbani. Kwa niko mkoani Iringa kama ambavyo mnajua kwa Wahehe, inapofika mwezi wa 3 kwenda wa 4 kuna taratibu special zinakuwa za kimira, kusembulia, kusafisha makaburi. Kwa mimi nipo hapa na takriban wiki mbili, na baadhi ya viongozi na wanachama watakuwa mashahidi. Tarehe 29 kama sikosei, 28 au 29, makamu mwenyekiti wa chama taifa alikuja mkoani Iringa na alifanya ziara kwenda kutembelea familia ya aliyekuwa mwenyekiti wetu wa jimbo Frank John Nyarusi, Mungu amlaze mahali pema, kwenda kusalimia familia lakini pia kuifariji. Mimi nilikuwepo nyumbani kwa aliyekuwa mwenyekiti wetu wa jimbo Frank Nyarusi. Baadhi ya waandishi mtakuwa ni mashahidi, nilikuwepo pale. Baada ya hapo tarehe 20, hiyo ni 28 au 29, 29 au 30, mimi nimekutana na mwenyekiti wa mkoa Mheshimiwa William Mungai. Tumekaa eneo la Kalenga Hoteli pale kwa zaidi ya masaa 5 tunaongea. Lakini hiyo haitoshi.
kwenye msiba wa Mheshimiwa Waziri William Lukuvi wa Ngimembe, mimi nilikuwepo, ushahidi yupo wa picha, nilikuwepo na baadhi ya watu tumekutana nao, hata nyinyi waandishi ni mashahidi. Mimi sijatoka hapa Iringa. Kwa hiyo kumekuwa na desturi ya kuokoteza maneno yasiyofaa na kwenda kuwabandikia watu. Chama upande wa Nyasa, chama kipo Nyasa ambayo ina majimbo 31 kwa sasa hivi, nafikiri limeongezwa jimbo moja la Uyole, tuna majimbo 31 na kata za kutosha 190 kitu. Kwa hivyo Nyasa hii mimi ninaijua nje ndani, huku chama kipo. Tunasubiri kipyenga chama chetu kiendelee kufanya shughuli za ujenzi wa chama. Hii staili ya baadhi ya wanachama kushutumu wanachama wenzao na viongozi bila kuwa na fakti ndio imetufikisha hapa. Ni muhimu sana kuwe na fakti. Na mimi leo nitakuwa muwazi sana, na naomba chama changu na viongozi wa chama kwa kutumia machinery za chama, hizi tuhuma ambazo tumeshutumiwa au ambazo zinaendelea kurushwa mitandaoni zifuatiliwe na zifanyiwe kazi. Nitakuwa tayari kuwajibika kwa kufata taratibu za chama. Muda huu tunavyoongea, ndugu waandishi wa habari, nimefata chaneli harisi za chama kuchukua hatua za kumwandikia barua katibu mkuu wa chama Mheshimiwa John Mnyika, kumuelezea na kupeleka malalamiko yangu dhidi ya mwanachama mwenzangu ama kiongozi mwenzangu Hilda Newton. Na sasa tuelekee bungeni jijini Dodoma. Na kufuatia kupanda kwa bei za mafuta nchini Tanzania, mbunge wa Kalenga Jackson Kiswaga amesema ongezeko hilo ni dogo ikilinganishwa na nchi jirani ya Kenya, akieleza kuwa mabadiliko ya bei hizo yanaathiriwa na hali ya soko la kimataifa na usafirishaji wa mafuta duniani. Akichangia mjadala katika bunge la Tanzania jijini Dodoma, Kiswaga amesema kuwa hali hiyo inaweza kuendelea iwapo usafirishaji wa mafuta kupitia mfereji wa Hormuz utaendelea kuwa na changamoto. Nimeona maneno mengi kwenye mitandao kuhusiana na bei za mafuta. Ndugu zangu wa Tanzania, kwanza mkubali kabisa kwamba sisi kama nchi serikali yetu imeongeza bei za mafuta kidogo ukilinganisha na namna majirani walivyoongeza. Nilikuwa naangalia wenzetu Kenya, kwa mfano petroli wameongeza kwa inafika sasa 5,450 hapo jirani Kenya, lakini ukiangalia diesel ni 5,056 hivi na mafuta ya taa ni 4,400. Nataka niwaambie wa Tanzania, nisiwape maneno ya faraja sana, ni kwamba mafuta haya inaonekana yataendelea kuongezeka ikiwa ule mfereji wa Hormuz hautafunguliwa. Lakini hata kama vita, wenzetu wa Ulaya wamesema kama vita hata itaisha leo, madhara yaliyojitokeza yanaweza kuendelea kwa muda mrefu. Ndio maana wamewaambia wananchi wao, Umoja wa Ulaya, kwamba wengi wafanye kazi kutokea nyumbani na watumie magari zaidi ya umma kuliko magari ya binafsi ili kupunguza matumizi ya mafuta, kwa sababu kuna uchache wa mafuta. Kwa hiyo Watanzania wenzangu, mambo ya mitandao myapunguze, hayana maana. Na kwa hatua nyingine, serikali imesema imejiandaa kikamilifu kwa ajili ya upokeaji wa wanafunzi wa kidato cha kwanza mwishoni mwa mwaka kufuatia maboresho ya mtaala wa elimu, ambapo wanafunzi wanaomaliza darasa la 7 na darasa la 6 watamaliza kwa pamoja. Hayo yamesemwa na Waziri Mkuu wa Tanzania Daktari Mwigulu Lameck Nchemba wakati akitolea ufafanuzi wa mipango na mikakati ya utekelezaji wa hatua hiyo akiwa katika bunge la Tanzania jijini Dodoma, wakati akijibu maswali ya papo kwa hapo. Hali ya awamu ya 6, awamu ya kwanza ya awamu ya 6, Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan aliweza kujenga madarasa takriban 79,000. Aliweza kujenga shule za msingi zaidi ya 2,700. Aliweza kujenga shule za sekondari zaidi ya 1,300. Mheshimiwa Spika, hiyo inatupa confidence, inatupa kujiamini kwamba hata hili la kwenda kuanza kutekeleza mitaala mipya litawezekana. Tathmini imeshafanyika na kila kona nilikopita nimewaelekeza wakuu wa mikoa pamoja na timu zote za serikali za mitaa
kuweza kufanya tathmini na kufanya maoteo ya mahitaji haya ambayo Mheshimiwa mbunge ameyasema. Na Mheshimiwa Spika, jana nilisema hapa kwamba tulikuwa tukiongelea kuwa na sekondari kila kata, lakini kwa sasa tunapoongelea kuwa na elimu ya lazima mpaka kidato cha 4, kimsingi tunaongelea kuwa na sekondari kila kijiji. Na kwa maana hiyo, Mheshimiwa Spika, tutakuwa na uhitaji wa nyongeza ya madarasa 3 kwa kila kijiji ili kuweza kuchukua yale 7 yaliyokuwepo, tuongeze 3 ili tuwe na madarasa 10. Na Mheshimiwa Spika, katika baadhi ya maeneo watoto ni wengi, huenda uhitaji wa madarasa ukawa mkubwa kuliko huo. Kwa hiyo kwa tathmini ya haraka, Mheshimiwa Spika, tutahitaji takribani madarasa mapya zaidi ya 23,000 kama na 200 hivi, na tutakuwa tunahitaji maabara mpya zaidi ya 9,000 kama na 300 hivi, na tayari tulishafanya maoteo ya rasilimali ambapo patahitajika takribani trilioni 1 na sehemu hivi kwa ajili ya kutekeleza programu hiyo. Mheshimiwa Spika, tumeotea pia idadi ya wanafunzi kwa kuwa kwa sasa waliokuwa wakijiunga na kidato cha kwanza ilikuwa takribani 900,000 kwenda milioni 1, lakini kwa uhitaji huo wa madarasa 2 kuanza kwa mara moja kama ambavyo Mheshimiwa mbunge amesema, tutakuwa na watoto wanaotakiwa kuanza kidato cha kwanza takribani milioni 3 hivi. Kwa hiyo kuna nyongeza ya kama milioni 2 kwenye idadi ambayo tulikuwa tukiipokea kwa kila mwaka. Kwa hiyo tumekadiria haya mahitaji ya rasilimali, na tayari hata sasa tumeanza kujenga shule za aina hiyo ambazo zinafuata muundo huo. Hata nilipokuwa Katavi nilikagua shule mojawapo ambayo ina shule ya msingi pale pale na shule ya sekondari pale pale, ambapo shule za aina hiyo tayari zimeshajengwa kama 6,000 hivi ambazo zinaunganisha katika compound moja shule ya msingi na sekondari pale pale. Kwa hiyo tutaendelea kujenga zile zingine zinazopungua, huku tukitambua kwenye makao makuu ya kata tulipokuwa na shule za sekondari za kata, maana yake tayari tutakuwa na shule ya msingi ambayo iko pale pale kwenye kijiji ambacho ni makao makuu ya kata, lakini tuna sekondari pia ambayo ilikuwepo pale pale, ambapo Mheshimiwa Spika, tuna sekondari takriban 5,000 ambapo ukiondoa zile ambazo zina kidato cha 6 huenda tukawa na sekondari kwenye 3,000 kwenda 4,000 ambazo ziko kwenye makao makuu ya kata. Kwa hiyo hizo na zenyewe tutakuwa na madarasa ambayo yanaweza kwa mpito yakatekeleza mkakati huu kwamba tuna sekondari pale na tuna shule ya msingi katika kijiji husika. Kwa hiyo katika maeneo ambayo sasa hatuna shule za sekondari tutalazimika kuongeza madarasa 3 ili kuweza kukidhi uhitaji wa madarasa hayo pamoja na maabara. Kufuatia kupanda kwa bei ya nyama mjini Bukoba mkoani Kagera kutoka shilingi 10,000 hadi 12,000, wakazi wa mji huu wameeleza hofu yao juu ya matumizi ya kitoweo hicho muhimu hasa kuelekea sikukuu za Pasaka. Wakizungumza na waandishi wa habari, wamesema kupanda kwa bei hiyo kutaathiri wananchi wengi na kusababisha kupungua kwa matumizi ya kitoweo hicho hususan wakati wa sikukuu kutokana na kipato cha wananchi walio wengi kuwa cha chini. Uwezo wa kununua umepungua, unapungua automatically, hakuna namna kwa wananchi walio wengi. Kwa maana hiyo tunapoingia kwenye sikukuu, na hili juma ndilo siku ya Pasaka, tuna siku 2 hapa. Mtu labda alikuwa ameshapanga kwamba atanunua kilo yake 1 au 2, kwa maana automatically itamteremsha awe na mawazo ya kununua nusu au kilo 1 au mwingine kuiacha kabisa, kwa sababu ongezeko hili la 2,000 kwa mpigo ni kubwa. Zinaangukia kipindi ambacho ni cha low season. Inakuwa kipindi cha upelekaji wa mifugo michache kwenye masoko, kwenye minada. Kwa hizo sikukuu zinaweza, na mahitaji ya mara moja ya sikukuu yanatokea kweli, lakini kipindi chote hiki cha mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 12 mpaka mwezi wa 3 kitakuwa ni kipindi cha mifugo michache kwenye minada. Kwa hiyo bei zitapanda. Yaweza wakati wa kurudi siteremke kama ikaja ilivyokuwa kwanza, lakini itakuja tateremka tena mifugo inapokuwa mingi minadani. Ng'ombe hawapatikani. Hususan ukiangalia kwa Bukoba mjini. Sasa hivi nyama walikuwa wanauza shilingi 10,000. Lakini ukiangalia kwa Bukoba vijijini kama Mtukula, Karagwe, Kiaka, wao bei nyama ishafika shilingi 12,000. Kwa maana hiyo Bukoba mjini ni kwamba walikuwa wamechelewa kupandisha bei. Na hii inatokana na changamoto iliyoko minadani. Sio kusema kwamba wafanyabiashara wa Bukoba mjini wamepandisha nyama kwa kutaka kuwaonea wananchi.
Hapana. Na hili mimi nilikuwa naomba tu walichukulie ni kama jambo la kawaida. Inapotokea mabadiliko ya ng'ombe mnadani, basi na wafanya biashara wakubwa na wenyewe wanaoleta ng'ombe mjini inabidi waongeze kidogo ili waweze kuhudumia wananchi. Kutoka huko Kagera tuelekee moja kwa moja jijini Dar es Salaam ambapo Waziri wa Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum Dorothy Gwajima amezungumza na waandishi wa habari kuelekea maadhimisho ya Siku ya Kitaifa ya Mtoto Anayeishi na Kufanya Kazi Mitaani yatakayofanyika Aprili 12, 2026 jijini Dar es Salaam. Maadhimisho ya mwaka huu yamebeba kauli mbiu isemayo malezi na ulinzi wa mtoto ni wajibu wetu sote, ikilenga kuhamasisha jamii kushiriki kikamilifu katika malezi bora na ulinzi wa watoto pamoja na kuhakikisha haki na usawa wao unalindwa wakati wote. Ndugu wanahabari, mkutano wetu huu unalenga kuhabarisha umma kuhusu maadhimisho ya Siku ya Mtoto Anayeishi na Kufanya Kazi Mtaani ambayo huadhimishwa kila mwaka tarehe 12 Aprili. Aidha, watoto wanaoishi na kufanya kazi mtaani ni wale wanaoishi na kutegemea mitaa kama sehemu ya kufanya kazi kwa ajili ya kukidhi maisha yao ya kila siku. Yaani, wanakuwa wanajua bila kwenda mtaani nikafanya kazi kukidhi mahitaji yangu ya kila siku. Mimi leo sili, mimi leo silali, mimi leo sitatibiwa, mimi leo hakuna kitakachoendelea. Hawa ndo wale watoto wanaitwa wanaishi na kufanya kazi mitaani. Akili yao imeambatana na mtaa. Lengo la maadhimisho haya ni kuhamasisha jamii, wadau na familia kuzuia watoto kwenda kuishi na kufanya kazi mitaani, kuwezesha jamii na wadau wote kutambua na kulinda haki za watoto hao ambao tayari tunawaona wanaishi na kufanya kazi mtaani, kuhakikisha wanapata haki zao, matunzo, elimu, huduma za afya na usalama kama watoto wengine. Mwaka huu wa 2026 maadhimisho haya yatafanyika katika mikoa yote nchini na kauli mbiu ni malezi na ulinzi wa mtoto, wajibu wetu sote. Hebu nikisema malezi na ulinzi wa mtoto mseme wajibu wetu sote. Malezi na ulinzi wa mtoto, wajibu wetu sote. Malezi na ulinzi wa mtoto, wajibu wetu sote. Asante. Na mtazamaji, taarifa hiyo inatupa wasaa kuelekea moja kwa moja katika viunga vya michezo ambapo mchambuzi wa habari za mpira wa miguu Shafii Dauda amepongeza kampuni ya Wireless kwa kuandaa mashindano ya kuibua vipaji ya vijana. Amesema hatua hiyo inachangia kukuza soka la msingi na kutoa fursa kwa wachezaji chipukizi kuonyesha uwezo wao. Tupate taarifa zaidi kutoka Mbinga na Amoni Mtega. Mchambuzi maarufu wa habari za michezo Shafii Dauda ameipongeza kampuni ya Wireless iliyopo wilaya Mbinga mkoani Ruvuma kwa kuanzisha mashindano ya mpira wa miguu kwa lengo la kuibua vipaji vya wachezaji katika wilaya ya Mbinga na wilaya ya Nyasa. Hayo ameyasema wakati akizindua mashindano hayo kwenye uwanja wa CCM Mbinga, ambayo yalitanguliwa na mchezo wa kirafiki kati ya timu ya Mbinga Combine na timu ya Majimaji Wanalizombe. Wenyeji Mbinga Combine waliibuka na ushindi wa magoli 3-1 dhidi ya Wanalizombe Majimaji, ambapo mashindano hayo katika wilaya ya Mbinga na Nyasa yatashirikisha timu 26, huku mkurugenzi wa kampuni ya Wireless Franki Ndunguru amesema mashindano hayo yanaendana sambamba na shughuli za kijamii ikiwemo ya utunzaji wa mazingira. Kazi tunayoifanya ni kuona namna ambavyo tunaweza tukawaona
dogo au vijana ambao wana vipaji wako mbali pembezoni. Sisi tunakwenda kwa recommend kwenye mifumo rasmi. Unajua mashindano ambayo sio rasmi, mashindano ambayo ni jitihada za wadau kama nyinyi. Na mimi kama mdau ambaye nimekuwa pia kinao kwa mashindano kama haya, najua kuna changamoto nyingi ambazo tunazipitia. Lakini mimi nikwambie usikate tamaa. Na mimi ndio focus na bahati nzuri uko na viongozi hapa Mzee Tambwe, na mimi ni mtu sahihi kabisa wa kuongoza na viongozi wengine wa wilaya na wadau wengine kusapoti ili jambo la kujitolea. Ni jambo kubwa, lakini lina faida kubwa sana kwa sio kwa Mbinga, ni kwa nchi nzima kwa ujumla. Kwa hiyo mimi nikupongeza kwa mara nyingine, na nimekuja leo kama nilivyosema, na nikuahidi nitakuja tena. Kwa tukihusisha mashindano haya na shughuli za kijamii kama vile upandaji miti. Tumeshiriki kupanda miti katika shule ya msingi Mapela iliyopo Mbinga vijijini, ambapo mgeni rasmi alikuwa ndugu Alfani Mwisho Ngasa. Pia tulipanda miti Mbinga mjini, ambapo mgeni rasmi alikuwa kamanda wa polisi mkoa wa Ruvuma, na miti hii tulipanda shule ya sekondari Mbinga. Sisi kama Wireless tunaendelea kushirikisha zoezi hili muhimu la upandaji miti katika maeneo mbalimbali, ikiwa ni sehemu ya kuunga juhudi za serikali katika utunzaji wa mazingira. Hii yote inaonyesha wazi kuwa michezo ni daraja la maendeleo kimwili, kiakili na kimazingira. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kuendeleza kuhimiza amani, maendeleo ya vijana na michezo nchini. Sisi kama vijana wa Mbinga tunaunga mkono juhudi hizi kwa vitendo. Kauli mbiu ya mashindano yetu ni Tanzania yetu, amani yetu, kuwa mzalendo, dumisha amani. Ni mimi Amoni Mtega. Shukrani sana Amoni Mtega kwa taarifa hiyo ya kimichezo. Na mtazamaji, taarifa hiyo ya kimichezo ndio inatamatisha taarifa yetu ya habari kwa siku ya leo, lakini kabla ya kutamatisha tusikie tena muktasari wake. Karibu katika Matukio Daima habari kwa siku hii ya leo. Huu hapa ni muhtasari wake. Bruce Kasbeti akana tuhuma za kushawishi viongozi wa chama chake kuhama. Taarifa inasema tuko mkoani Arusha, tumeweka kempu kwa ajili ya kufanya ushawishi au kurubuni wanachama wa Chama cha Demokrasia kwa kuwatengenezea story kwamba chama kinaenda kufutwa. Jackson Kiswaga asema ongezeko la mafuta kwa Tanzania ni dogo ukilinganisha na nchi nyingine. Nimeona maneno mengi kwenye mitandao kuhusiana na bei za mafuta. Ndugu zangu wa Tanzania, kwanza mkubali kabisa kwamba sisi kama nchi serikali yetu imeongeza bei za mafuta kidogo ukilinganisha na namna majirani walivyoongeza. Nilikuwa naangalia wenzetu Kenya kwa mfano, petroli wameongeza kwa inafika sasa 5450. Na katika michezo, Shafi Dauda aipongeza Wireless kwa mashindano ya kuibua vipaji kwa vijana. Najua kuna changamoto nyingi ambazo tunazipitia, lakini mimi nikwambie usikate tamaa. Na mimi ndio focus na bahati nzuri uko na viongozi hapa Mzee Tambwe, na mimi ni mtu sahihi kabisa wa kuongoza na viongozi. Kila lenye mwanzo basi halikosi kuwa na mwisho. Kwa niaba ya wote walioshiriki kuandaa taarifa hii ya habari kwa siku ya leo, langu jina ni Shamia Rajabu. Na mimi ni Emmanuel Manonga. Niendelee kuhusihi tu kwamba usiache kuendelea kutufuatilia pia katika mitandao yetu mingine ya kijamii ikiwemo Instagram, Facebook pamoja na X
kwa jina moja la Matukio Daima Media. Asante. Mbali kwa matumizi rahisi na ya uhakika. Chagua maji unayoyaamini, chagua ubora unaostahili, chagua CF Natural Mineral Water. Kwa mawasiliano na kuweka oda, wasiliana nasi kupitia 0762 123 736 au 0769 440 834 au barua pepe cfcompany100@gmail.com. CF Natural Mineral Water, maji yenye madini asili kwa afya na uhai wa kila siku. Umehitimu darasa la 7, kidato cha 4 au zaidi na unahitaji kupata ujuzi? Karibu katika vyuo vya RDO Mdabulo, RDO Mafinga, RDO Ibwanzi na RDO Kilolo ili ujipatie mafunzo mahiri ya malezi yaliyo bora. Fani zinazotolewa vyuoni ni kama ifuatavyo: umeme wa majumbani na viwandani, uchomeleaji na uundaji wa vyuma, ufundi magari, ufundi bomba, upishi na uhudumu wa hoteli, useremala, uashi au ujenzi, uzalishaji wa afya mifugo, ubunifu na ushonaji wa mavazi, ufumaji, utengenezaji wa bidhaa za ngozi, teknolojia ya habari na mawasiliano na matumizi ya kompyuta. Mafunzo yanatolewa kwa miezi 3 na miezi 6 tu. Nafasi za hostel zipo kwa wahitaji wote. Pia tuna nafasi kwa wanaohitaji kuhamia level 1, 2 na 3. Vyuo vyetu vyote vimesajiliwa kikamilifu na Baraza la Ufundi na Mafunzo ya Ufundi Study NACTVET. Unaweza kujisajili moja kwa moja na kupakua fomu za kujiunga katika tovuti ya shirika, yani www.rdo.or.tz. Iandae kesho yako iliyo bora na vyuo vya RDO. Kwa maelekezo zaidi wasiliana nasi kwa namba 0757 35 18 37 au 0745 92 15 75. Kumbuka, ufundi ni taaluma ina... Nikwambie kitu mtazamaji wa Matukio Daima. Clock Tower Kefu ni moja tu. Tofauti ya Clock Tower Kefu na sehemu nyingine ni moja. Kwanza Clock Tower Kefu wahudumu wake ni wacheshi, lakini huduma zao ni bora kuliko, lakini kubwa zaidi kwamba vitu vyao vyote vinavyouzwa Clock Tower Kefu ni bei nafuu kuliko. Usiulize wapi kefu nzuri, uliza tu Clock Tower Kefu. Clock Tower Cave. Tupo jirani na mnara wa saa katikati ya mji wa Iringa. Tupo wazi kuanzia Jumatatu hadi Jumapili. Tupigie simu namba 0677 220 022 au 0657 366 667. Clock Tower Cave Iringa, ladha inayounganisha wapenzi. Ndiyo, Clock Tower Cave, home of delicious meals. Karibu Iringa, karibu LM Lodge. Hapa ndipo penyewe. Vyumba vyetu ni kiwango cha gharama nafuu zaidi. LM Lodge hapa ni free wifi, kifungua kinywa zaidi ya nyumbani, maji ya moto wakati wote, parking ya uhakika na ulinzi kama jeshini. LM Lodge tunapatikana Kichangani, Iringa mjini. Tupigie simu namba 0745820310 ama 0678886657. LM Lodge, hapa ni comfort zone.